Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu siku ya Jumatano, ambayo ndio Jumatano ya mwisho kabisa katika kipindi hiki cha Kwaresma, na kuanzia kesho tunaingia katika zile sikukuu tatu muhimu ambazo kanisa limepewa jina linaita Triduum. Na masomo tunayoyapata katika Jumatano hii ndani ya wiki kuu, tunapata tafakari yetu au injili yetu kutoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 26 aya ya 14 hadi ya 25. Hapa tunakutana na anguko la Yuda, mtume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na Mathayo anazungumza kwamba Yuda anawaendea wakuu wa makuhani na anawaambia, ninajua mipango yenu ambayo mmekuwa nayo katika kuweza kumtafuta Yesu, mmeshindwa. Ninawapatia mpango mzuri namna gani kuweza kumpata. Je, mtanipa nini ili niweze kumsaliti kwenu? Wakampatia vipande 30 vya fedha. Na katika maelezo ya Biblia, vipande 30 vya fedha ilikuwa ni bei ya chini kabisa ya kuweza kumnunua mtumwa. Na Yuda anakubali kumuuza Yesu kwa bei ya chini sana, bei ya mtumwa. Ndani mwake kuna maswali mengi tunayojiuliza. Alikuwa anataka pesa? Na kama alikuwa anataka pesa, kwa nini amuuze kwa bei ndogo hivyo? Masihi, mwana wa Mungu, mtenda miujiza, amuuze kwa bei ndogo kama hivyo? Kulikuwa kuna kitu gani nyuma yake? Basi tuache hilo, tutakuja kujadili baadaye. Tunakuja kumwona anauzwa kwa pesa ambazo zilikuwa hekaluni. Wataalamu wa tafakari mbalimbali katika mambo ya kiroho wanasema pesa ile ambayo wakuu wa makuhani walikuwa wameitoa kumpatia Yuda ili aweze kumuuza Yesu, zilikuwa ni pesa ambazo Wayahudi walivyokuwa wanatoka maeneo mbalimbali nje ya Uyahudi, walikuwa wanaishi nje ya Israeli, walikuwa wanakuja na fedha mbalimbali, dinari, wengine walikuwa wanakuja na dola, wengine walikuwa wanakuja na pesa za Kirumi. Wakifika pale hekaluni, pesa ilikuwa inatumika kwa ajili ya sadaka katika lile hekalu la Mwenyezi Mungu ilikuwa ni shekeli. Hivyo basi walikuwa wanabadilisha zile fedha kutoka pesa mbalimbali, dinari au pesa za Kirumi, zinaingia katika shekeli. Zile fedha zile ambazo walizokuwa wanabadilisha ndizo ambazo walimpatia Yuda. Nyuma yake, maana yake, ili kuweza kumnunua Yesu, kuweza kumsaliti Yesu, pia hata watu wa mataifa mbalimbali walihusika katika kesi hiyo kupitia zile fedha. Yuda anapokea zile pesa na anaanza kufanya mipango. Swali, kwa nini Yuda anaamua kumsaliti Yesu kwa pesa ndogo kiasi kama hicho? Huenda ili tukio lilianza katika lile jambo ambalo Maria, yule mwanamke aliyekuwa amempaka mafuta Yesu kule Betania, akampaka mafuta miguuni, na yale mafuta ambayo aliyekuwa amepakwa miguuni, Yuda alizungumza, kwa nini hayo mafuta yasingeweza kuuzwa tukawapatia masikini? Na Yesu akalibariki lile tendo kwamba ache afanye hivyo kwa ajili ya siku ya maziko yangu. Kitendo hicho ambacho Yuda alikifanya, mwinjili Yohane anazungumza, Yuda alikuwa ni mwizi na aliiba pesa zilizokuwa kwenye sanduku. Hivyo kitendo cha wizi kilikuwa ndani mwake. Ulafi ulimpelekea Yuda kuweza kuwa msaliti. Upendo wa pesa umemfanya aweze kuwa msaliti. Na katika hali hiyo, Yuda ambacho kilimpelekea kuweza kumuuza Yesu ni ulafi. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana. Ulafi unaweza kukupelekea ukawa msaliti. Ulafi unaweza kukupelekea ukawa msaliti katika ndoa yako. Ulafi wa pesa unaweza kukupelekea ukawa msaliti hadi katika utume ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amekutia. La pili, huenda Yuda kwa sababu alikuwa ni mtume pekee
aliyekuwa ametoka Yerusalemu, alikuwa ametoka maeneo ya Yudea. Mitume wengine 11 wote walikuwa wametoka Galilaya, walikuwa ni wavuvi. Yeye ndio alikuwa mtoto wa mjini. Wanasema alikuwa ametoka maeneo ya Kerioth, ndio maana wakasema ni Yuda Iskarioti. Yeye nyakati hizo alikuwa amejiunga katika kundi la Wayahudi wenye msimamo mkali, waliokuwa wanapinga sana utawala wa Kirumi. Na katika kupinga utawala wa Kirumi wakaunda kundi la Sikari, ambao muda wote walikuwa wanatembea wakiwa wameshika mapanga. Wakimuona Mrumi yeyote yule katika pale Yerusalemu, alikuwa tayari kujilipua aweze kumuua, na ikishindikanika na yeye mwenyewe pia ajimalize. Akawa anamfanyia utafiti Yesu kwa muda mrefu, akagundua kwamba Yesu huyu ambaye ni mwana wa Mungu mwenye uwezo mkubwa, mwenye kutenda miujiza, na alishamuona Yesu alipoingia pale hekaluni katika kuweza kusafisha lile hekalu, alivyowapiga watu wote akapindua meza zao. Akataka Yesu pia aingie katika mkumbu huu wa Sikari, yaani atumie nguvu zake, atumie uwezo wake kuweza kuwatoa Warumi. Yesu akachagua njia ya msalaba, ile njia ya msalaba ambayo Yuda akagundua kwamba haiwezi kuwafanikisha katika mipango hiyo. Huenda aliamua kumuuza Yesu ili sasa Yesu afanye ile mipango ya kundi la Sikari. Yesu aingie katika mipango ya Yuda ya kuweza kuondoa ule utawala wa Warumi kwa nguvu. Yaani huyu Yesu angeweza kuongoza uasi mkubwa, na wao mipango ingefanikiwa. Katika hilo ambalo Yuda alikuwa amepanga, wataalamu wa mambo ya kiroho wanasema hivi, alikosea sana. Yaani alitaka kumbadilisha Yesu afanye kulingana na mawazo yao. Yesu afanye kulingana na mawazo yake yeye Yuda. Huwezi kumbadilisha Yesu hata mara moja. Usije ukamtumia Yesu katika makusudi yako. Yuda anafanya biashara hii ya usaliti, na baadaye hili jambo linakuwa ni baya sana kwake. Kwa nini alifanya biashara ya usaliti? Alifanya biashara hii ya usaliti kwa siri kubwa, kiasi kwamba mitume wengine hawakuweza kutambua jambo ambalo alikuwa analipanga, isipokuwa Yesu peke yake. Yeye aliweza kujua. Kwa nini Yesu alijua? Ni kwa sababu katika safari ya maisha yetu, dhambi zangu za siri, biashara zangu za siri ndani ya kanisa, watu wengine wanaweza sitambua, lakini yeye ambaye anajua mambo yote ya siri kwa mwanadamu aweza kutambua uovu wangu. Yesu mwenyewe mwenye maono aliweza kuona dhambi zote ndani ya moyo wa Yuda, na hadi leo anaona dhambi zetu ambao tunafanya biashara za siri ndani ya kundi lake, ndani ya kanisa. Anaona angeweza Yesu kutumia uwezo wake kumlipua Yuda, angeweza kumnyong'onyeza, angeweza kumfanya asifanikiwe katika mipango yake. Lakini silaha ya mwisho kabisa Yesu anayotumia kwa Yuda ilikuwa ni silaha ya mvuto wa upendo. Yaani alimpenda Yuda kwa upeo, hakutaka kuweza kumuumbua. Na baadaye ndivyo anavyotufundisha hadi leo kwamba silaha ya mwisho ya usaliti wetu katika utumishi kwa Yesu, silaha ya mwisho ambayo Yesu anaitumia kwetu katika usaliti wa sakramenti mbalimbali ambazo tuko nazo, silaha ya mwisho ambayo Yesu anaitumia tunapokuwa wasaliti wa viapo vyetu vya ubatizo ni upendo. Anatupenda upeo. Hata siku moja hajawahi kutuumbua, kutufanya tuumbuke mbele za watu kwamba tumefanya dhambi hizi. Anatuficha, anatupenda. Tulithamini sana jambo hili. Na la mwisho, angalia Yesu anachokifanya. Anawaambia, amin, amin nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti wakiwa wanakula chakula. Dhambi ya usaliti ilimuumiza sana Yesu. Dhambi ya usaliti ikaleta huzuni hadi kwa mitume waliokuwepo katika chakula. Dhambi ya usaliti ilifanya amani itoweke kwenye ule mlo. Hadi leo dhambi ya usaliti imeleta maumivu makubwa sana kwa watu mbalimbali. Watu wengi wanavuja damu kwa sababu ya usaliti. Dhambi ya usaliti imeleta maumivu, imeleta mashaka hadi kwa watoto, wakimtambua kama baba ni msaliti, wakitambua kama mama ni msaliti. Imewafanya watoto wachanganyikiwe, wanabeba maumivu makubwa sana.
dhambi ya usaliti imeondoa amani katika familia, ambapo familia hii ilikuwa ina mlo, inasherekea maisha haya. Dhambi ya usaliti imeondoa amani. Mitume wote wakaingia katika mashaka, wakaanza kumuuliza, Bwana, ni mimi? Mitume 11 walisema, Bwana, ni mimi. Lakini kwa sababu shetani alikuwa ameshamuingia Yuda Iskarioti, yeye hakusema Bwana, yeye alisema Rabi, ni mimi. Yaani hakuweza kumtambua kama ni Bwana. Lengo lake la kuweza kumsaliti, alimtoa katika nafasi ya Bwana akamshusha hadi katika nafasi kwa ni Rabi, kwamba ni mwalimu wa kawaida, wewe sio Bwana tena. Dhambi ya usaliti na shetani akiingia ndani mwako inakufanya baadaye kuweza kumwona Yesu kwamba ni Bwana, unakuja kumshusha mpaka unamwona kwamba Yesu ni Rabi, kama ni mwalimu wa kawaida. Ndivyo Yuda alivyofanya. Yesu anapotaka kuweza kumzuia mtu asitende dhambi yake, anafanya mambo makubwa mawili. Ya kwanza, anamkabidhi yule mtu dhambi yake aione, anamkabidhi mikononi mwake aione, kwamba fikiria unachotaka kuweza kukifanya. Ukiona kwamba unachotaka kuweza kukifanya madhara yake utaweza kuyabeba ikifanya, lakini kama madhara yake mwishoni wake ni mabaya juu ya dhambi kama hiyo, fikiria mara mbili mara tatu. Usalama wetu katika tunapotaka kuweza kufanya dhambi, na Yesu anatukabidhi dhambi hiyo, anatuonyesha upo pale ambapo tunaposhituka. Ushituke, akili yako ikae timamu kwamba kile unachoenda kufanya ni kibaya zaidi. Yuda hakutaka kuweza kushituka, hata si wenyewe pia hatutaki kuweza kushituka Yesu anapotukabidhi dhambi zetu. Jambo la pili, Yesu anamkabidhi yule mtenda wa dhambi, anamkabidhi yeye mwenyewe dhambi alizokuwa nazo. Yaani alimkabidhi Yuda dhambi zake. Ndio maana Yuda alivyosema ni mimi Rabi, Yesu akasema wewe wasema. Yesu alitaka Yuda atambue, aweze kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu kwa kile alichokuwa anataka kuweza kukifanya. Anapotukabidhi dhambi zetu, anataka tuweze kuwa na hofu, tumuogope Mungu katika usaliti wetu. Muogope Mungu aliyekubeba kutoka huko katika usaliti unaofanya. Na baadaye Yesu anamwambia, nitazame unachotaka kuweza kukifanya, nitazame, macho yangu yagongane na wewe. Yuda hakumtazama, akaondoka, akaenda zake. Maana yake nini? Dhambi ya usaliti haimfanyi mtu akutazame. Ukiona mtu anainama tu chini, utambue kama huyo ni msaliti. Maana yake macho yake na macho yako yanazungumza wazi kabisa kwamba ni namna gani Mwenyezi Mungu anapoweza kumuumbua mtu ambaye ni msaliti. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana atuepushe katika dhambi ya usaliti. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana atuepushe katika roho ya Yuda ya kupenda fedha, ya kutaka Yesu afanye vile tunavyotaka, na baadaye tukubali mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tukubali njia zake. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.